Siku ya Ijumaa tarehe 30 ujumbe unasema kuwezeshwa na kuvikwa uwezo wa kiungu. Oh, haleluya. Kuwezeshwa na kuvikwa uwezo wa kiungu. Na andiko la ufunguzi ni Matendo ya Mitume sura 1 mstari 8. Neno linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Oh, balaraka zegeri balabarabosa. Sikiliza hii, anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu sio nguvu ndugu. Ila yakija ndani yako utapokea nguvu. Amen. Na utakuwa shahidi wa Kristo. Kristo anasema mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote, katika Samaria na hata mwisho wa nchi. Maana katika ulimwengu mzima. Na ndio Mungu anaanza kusema kuna tofauti kati ya Roho Mtakatifu kuja juu yako na Roho Mtakatifu kukaa ndani yako. Kuna tofauti. Anaweza kaa amekuja juu yako lakini haiko ndani yako mtumishi. Bala karabo sokolo barabaya. Lakini akikaa ndani yako, hiyo ni bora, ni nzuri, ni kubwa zaidi kwa sababu yuko na wewe kila mahali. Na ndio Mungu anasema kuanzia siku ile ya Pentekoste katika Matendo ya Mitume sura ya 2, sababu ya Roho Mtakatifu kuja juu ya mtu yeyote ilikuwa ni ili kuchukua makazi ndani yake. Yaani kuanzia ile siku ya Pentekoste kama ambavyo imenukuliwa katika Matendo ya Mitume sura ya 2, dhumuni na kusudi la Roho Mtakatifu kuja juu ya yote yule ni ile kakae ndani yake, ili aishi ndani yake. Na ndivyo ilivyotokea kwetu pia. Katika Agano la Kale alikuja tu juu ya watu ili kuwawezesha kutimiza kusudi maalum kwa wakati fulani. Kwa hiyo kusema katika Agano la Kale utaona namna ambavyo aliwajia watu kadha wa kadha ili kuweza kutimiza ile kusudi. Lakini haikuwezekana kukaa ndani yao mtumishi. Kwa nini? Kwa sababu Kristo alikuwa hajaja mtumishi. Ilikuwa haiwezekani kuweka mvinyo mpya katika ungesema kile chombo ambacho ni kuukuu mtumishi. Katika kiriba kuukuu au kiriba kilichochoka ilitakiwa kuna kiriba kipya. Maana roho ya mwanadamu iliyoumbwa upya. Maana hilo neno mtumishi. Ndio Mungu anasema kuna watu mbalimbali ambao walipitia uzoefu huo pia. Hata katika Agano la Kale unaweza kuona kwa mfano Elizabeti ambaye Roho Mtakatifu alimjia naye akajazwa na Roho Mtakatifu. Na ikiwa unaweza kusoma hiyo katika Luka sura ya 1 mstari 41, inasema ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake, Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Bala kasekele baraba. Mbona hii kitu ambacho kilimtokea Elizabeti mama yake Yohana, pale ambapo Mariam mama yake Yesu alipokwenda kumsalimu akumjulia hali baada ya kupewa taarifa na malaika kwamba ndugu yako amepata ujauzito hata katika uzee, alipofika pale tu kumsalimia maseketele karabulu burubosa. Badiliko likatokea la kipekee kabisa kwa Elizabeth. Na unaweza kwenda kusoma katika Luka sura ya 1 mstari 41. Na Roho Mtakatifu pia alikuja juu ya Samsoni, akampa uwezo wa kutimiza mambo makuu, lakini hakujazwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Waamuzi sura 14 mstari 6, neno linasema Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Matele karakasika baba. Unasikia hii mtumishi? Kwamba Roho ya Bwana alikuja juu ya Samson. La gradibo lo bozira. Alikuwa ni mtu wa kawaida. Unajua wakati mwingine watu wakisoma story kuhusiana na Samson wanafikiri alikuwa ni jitu fulani la miraba 8 hivi, mkubwa sana, lipande la mtu, Mtumishi, mali garaba la bazira. Ile haikuwa nguvu ya jimu, haikuwa nguvu ya msuli, haikuwa nguvu ya ugali mtumishi. Ilikuwa ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Angalia hapa, nenda kapitie tena hii Waamuzi sura 14 mstari wa 6 utaona. Nano ambavyo Samson alipasua simba kama vile anapasua wala borobo zile. Kama anapasua yule ndama wa mbuzi. Karatike le korobosi. Kwa sababu ya nguvu ya Bwana iliyokuwa imekuja juu yake. Ndio Mungu anasema, sasa wewe ambaye umempokea Roho Mtakatifu umepewa uwezo wa kutimiza mambo makuu. Biblia inasema lakini mtapokea nguvu. Andiko letu la ufunguzi hiyo, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8.
Neno hapa linatokana neno nguvu hapa linatokana neno la Kigiriki linaloitwa dunamis, ambapo linamaanisha uwezo endelevu wa kusababisha mabadiliko. Malakratiki liburuku sabaya. Neno asa mtapokea nguvu. Hii nguvu hapa inamaanisha linatokana neno la Kigiriki dunamis. Kuna aina tofauti ya neno nguvu, kwa maana kwamba kuna nguvu za aina tofauti. Moja hapo ni dunamis, ambayo ni uwezo endelevu wa kusababisha mabadiliko. Yaani inamaanisha, nikupe picha kwa wale ambao wamewahi kuendesha baiskeli za zamani kama Phoenix. Ulikuwa ikifika jioni inabidi unakuwa una kifaa fulani kinaitwa dynamo, kinawekwa nyuma ya tairi pale, tairi la nyuma, na unakigusisha kwenye tairi lako, alafu unaendelea kupiga pedo, alafu kinavozunguka, tairi linavozunguka linazungusha hicho kifaa, alafu umeme unazalishwa, na umeme ule unawasha taa ya baiskeli, na baiskeli yako inaangaza vizuri. Kwa kile unavyoendelea kupiga pedo ndio jinsi ambavyo ule umeme unaendelea kufanyaje, kuzalishwa. Ukifika sehemu ukisimama kupiga pedo na tairi haiwezi kuzunguka, basi na umeme ule umezima mtumishi. Balarako. Na ndio neno hilo dynamis natokea kwenye la chimbuko moja, kwamba dunamis na dynamo vinatokana na chimbuko la neno moja hilo, kwamba ni uwezo endelevu unaosababisha mabadiliko. Sasa ndio aina nguvu hii ambayo wewe na mimi tumeipokea pale ambapo tulimpokea Roho Mtakatifu, pale ambapo tulijazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni uwezo unaweza kusababisha mabadiliko kwenye kila nyanja, kwenye kila eneo la maisha. Haijalishi changamoto iliyoko, haijalishi eneo lililoko, haijalishi ni dara gani, ni mkoa gani, wilaya gani, ni taifa gani. Ndio Mungu anasema fikiria umuhimu wa jambo hili. Mungu anasema umepokea uwezo wa kuleta mabadiliko. Huo uwezo uko ndani mtumishi. Swali ni kwamba utautumiaje? Utaufanyiaje huo uwezo? Utaushikilia tuseme kwamba ninao uwezo, au utaweka katika utendaji ili ukuzalishie kile ambacho unataka? Ndio Mungu anasema, kwa nini basi ubaki katika hali isiyofaa, ukilia na kumsihi Mungu aingilie kati? Kwa nini uendelee kulalamika? Kwa nini uendelee kunungunika? Kwa nini uendelee kuwa na mtazamo kama vile wewe ni mhanga wakati wewe sio mhanga? Tayari una uwezo ndani yako endelevu wa kusababisha mabadiliko. Ndio Mungu anasema hapana, unaweza kuibadilisha hiyo hali. Kwa hiyo nenda kasababishe mabadiliko. Unaweza kusababisha mabadiliko pale nyumbani, pale kwenye mtaa, kwenye hali yako. Useme hadi nimekuwa nao miaka 2, miaka 3, miaka 10. Andiko linasema lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Hii nguvu unaitumiaje? Je, hii ni story, ni nadharia, ni hadithi, ni jambo la kusadikika, au ni uhalisi wa neno la Mungu? Huwa nakuuliza swali la uchokozi na kuambia itakugharimu nini wewe kumwamini Mungu, kukubaliana kile ambacho amekisema? Usoma Isaya sura 1 sura 19, tafsiri ya Biblia inaitwa The Living Bible, TLB. Inasema ukikubali, ukiniruhusu nitakufanya kuwa tajiri. Ni nini ambacho yaani nini ambacho kinakuzuia wewe usiingie kwenye hatima yako ndani ya Kristo? Usitembee kwenye ushindi na ubora kama huo tunaozungumza. Nasema ukikubali, ukiniruhusu. Nini kitakugharimu wewe kukubali kumruhusu Bwana adhihirike ndani ya maisha yako katika ubora na utukufu kama ambavyo maandiko yanasema hapa? Nini ambacho kinakuzuia wewe usiruhusu hii nguvu ya Roho Mtakatifu itende kazi kwako kwenye ulimwengu wako? Itakugharimu nini kuamini, kukubaliana na kile ambacho Bwana amesema? Ndio Mungu anasema baada ya kupokea Roho Mtakatifu, mitume waliishi katika uhalisi wa uwepo wake uliokuwa unakaa ndani yao. Kila mmoja wao alitenda kazi katika hali isiyokuwa ya kawaida. Hayo ndio maisha yale yale aliyokupa wewe. Kwa baada ya mitume kupokea Roho Mtakatifu, things change. Mambo yalibadilika. Yule Petro aliyokuwa muoga,
akitikishika kidogo tu akiambua hicho anatikisika. Pala rotokoloka sabaya. Mna kasome ile sura ya 2, sura ya 3 uone mambo yaliyotokea baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu mtumishi. Petro yule akachukua akawa na ujasiri zaidi ya simba mtumishi. Akaenda akahubiri siku ya kwanza wakaokoka watu 3,000. Petro yule ambaye aliambiwa na mjakazi, "We, ulikuwa na huyu bwana?" Akasema, "Simfahamu, simjui kabisa." Huyo akaenda kuhubiri mbele za watu bila hofu, bila mashaka. Yerusalemu, sio sehemu nyingine. Nenda kasome sura ya 3, namna ambavyo wamemponya yule mlemavu. Alikuwa na changamoto ya miguu kuanzia amezaliwa, miaka 40 anaikwa kwenye mlango ule wa hekalu unaitwa Mzuri. Akiwa na Yohana, Petro akafanya muujiza wa kipekee. Baada ya pale nini ikatokea? Wakapigwa, wakachapwa, wakatishiwa na lile ungesema halmashauri kuu ya ya taifa la Israeli wakati huo mtumishi. Ile Sanhedrin, ile baraza la Mafarisayo ambao lilikuwa likikohoa tu, watu wote wanapiga chafya kwenye mji. Lakini Petro akawasimama akamwambia, "Mtuambie kipi bora, tuwasikilize ninyi au tumsikilize Mungu?" Bala bazidi bukura. Hilo ni badiliko lilotokea, ni mmoja wao tu ni Petro, lakini akaangalia wengine wote. Bali gara bolo bosira. Walipeleka injili katika ubora, katika ushindi, katika utukufu, kwa sababu walipokea nguvu baada ya Roho wa Mungu kuja ndani yao, kukaa ndani yao, baada ya kujazwa na Roho. Na mtoto Mungu anasema hiyo ndio Roho huyo ambaye aliwajaza wale ndio amekujaza wewe na mimi leo hii. Mtoto Mungu anasema hivi, ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, umevishwa na kuwezeshwa na uwezo wa kiungu wa kuleta mabadiliko na kutembea katika mambo yasiyokuwa ya kawaida kila siku. Bala rabo zigelibo. Umesikia hii mtumishi? Anasema ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, umevishwa, umewezeshwa na uwezo wa kiungu, sio uwezo wa mwanadamu, sio uwezo wa kawaida, sio uwezo wa darasa, wa taaluma, wa shule, sio uwezo wa kipesa mtumishi. Pala radiga wala burubusa. Uwezo wa kiungu kuleta mabadiliko na kutembea katika mambo yasiyokuwa ya kawaida kila siku. Sio mara moja. Ndio maana hii inaitwa tafsiri Kiingereza moja inasema inherent power. Yaani kuna nguvu umeipokea ndani yako ambayo inajizalisha ndani yako. Kwa kuna vitu unaweza kufanya ile nguvu ukaichochea kila siku, ukaizalisha kila siku, ukaifanya ibubujike kila siku. Wala rakoti le burubusa. Kwa kama umejazwa na Roho Mtakatifu, swali la uchokozi asubuhi ya leo ni kwamba unafanyia nini ile nguvu ambayo iko ndani yako? Unaitumia wapi? Unaielekeza wapi? Kuna andiko linasema take advantage of grace. Yaani faidika na neema iliyoko ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo neema uliyoipokea unaifanyia nini? La gradiva la barabo zigele buru barabazira. Hebu fanya maombi haya asubuhi ya leo. Mazigili bala mandara bazira. Sana Baba mpendwa, asante kwa kunijaza na Roho Mtakatifu na kunitia nguvu na uweza wa kiungu wa kuleta mabadiliko katika ulimwengu wangu. Matiliko ruko sakabalaba. Inatembea katika ufahamu wa uwepo wako unaokaa ndani yangu. Lakri dike liko robozira. Nikidhihirisha hekima yako, nikidhihirisha nguvu yako, nikidhihirisha utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Rate ketele boroborobosa. Rigizala barabana na bazidi bokura. Hebu nenda kwa lugha pale ulipo, wewe ambaye umejazwa na Roho Mtakatifu mtumishi. Barabige liborobos. Kipradala paranose palabara bazira. Hauwezi kusikia neno hili ukawa hivi mtumishi. No. Rabazige libolu barabazira. Hii ndio namna mojawapo ya kuchochea hii nguvu iliyoko ndani yako, sababu unayo tayari. Yeye anasema utapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Tayari iko ndani yako leo. Kwa hiyo hauhitaji nguvu nyingine tena kutoka nje ije ndani. Balarabo zigele baraba. Hii ndio nguvu yenyewe mtumishi. Unatakiwa kujua ni namna ya kuichochea ile nguvu ibubujike. Ni kama vile nimekupa mfano ile dynamo kwenye baiskeli. Unatakiwa unikuigusisha ile tairi, huku unapiga pedo.
ule umeme unazalishwa kwa vile vile moja ya kuchochea hii nguvu ambayo tayari umeipokea kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Moja hapo ni kama hivi. Kulisikiza neno la Mungu. Unavyosikia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio chanzo chako. Biblia inasema chuma kinanoa chuma. Lile neno linakunoa ndani. Na unajua chuma zigusana cheche lazima zitokee mtumishi. Pala rakatiketete. Ndio maana unasikia neno la Mungu, unasikia ndani unataka kunena kwa lugha. Unasikia ndani kumetibuka vizuri. Ile chemchem ndani yako ina lakradibo zile inachemka. Hiyo ni moja hapo namna ya ungesema namna ya kuchochea ile nguvu iliyoko ndani yako. Unachukua neno la Mungu, unalitamka, unalizungumza, unalitafakari kwa sauti, kwenye akili, kwenye fikra. Unafanya ukiri wa lile neno. Ghafla unajikuta tayari ile chemchem inabubujika pap. Lakini namna nyingine ya kuchochea ile nguvu ni kunena kwa lugha. Ratikabalabos. Pitalamandalabazira. Unaona kwa lugha mpaka unaanza zile goshas, yani zile chemchem zilizoko ndani zinaanza kububujika. Zinaanza kutoka nje. Unajikuta mara kwanza ulikuwa umeanza kunena kwa lugha taratibu kabisa. Riko zara pajila ronta bila barakoza baradije le paratolo brakati le makradigo lo barabazira. Ghafla unaanza kerabala para zupra digala bara. Yani ile energy inaongezeka, ni kama gari ile fanya umeiko nani magari yana mala rako zigi. Kama vile gari inaanza kwenye ile gia namba 1 ratiki liporuka saka papa. Mtumishi, ndio namna ya kuichochea ile nguvu, kuishusha iende kwenye ulimwengu wako. Na wakati huo unaichochea akili yako, fikra yako, mtazamo wako unajikita kwenye kuelekeza ile nguvu ya Mungu ielekee wapi. Au furahi tu kwamba naenda kwa lugha, nasikia natemeka, nasikia mwili mzima ungesema unatemeka kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo, kuna nguvu ya Bwana I can feel. Ni jambo zuri la baraka la ushindi. Hiyo inapaswa kuwa, inabidi ufanye hivyo tena na tena na tena mara nyingi, kwa sababu hiyo ndio namna ambavyo Roho wa Bwana anahuisha mwili wako. Anaurejeza kwenye uzima, kwenye uhai, kwenye utukufu. Hiyo ndio ile tunazungumza Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Pala rabasikeliwa. Kwamba kama Roho wake yeye aliyemfufua Kristo kutoka wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo kutoka wafu atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Namna gani anahuisha? Ni namna hii ambavyo unaona kwa lugha kuna ile mikondo ya uzima wa Mungu. Divine life, ule uzima wa kiungu. Ile mikondo ya kama ya umeme inabubujika kutoka ndani ya roho yako inakwenda kwenye nafsi yako, kwenye mwili wako. Raketika la baba. Unajikuta unaona kwa lugha unakuta miguu inacheza tu yenyewe. Palingra entalabadabazir. Ghafla huwezi kukaa tena pale, unabidi usimame. Radiga da baraba uluburubuze. Sasa ukikaa hapo muda mrefu, ni kama vile mwili wako wote unakuwa revitalized. Yani unahuishwa, unarejezwa kwenye ubichi, kwenye ujana, kwenye ubora. Pala ratigili barabasa. Prutu ziprabaja la mandarabazira. Umekusoma ile andiko ambalo linasema wale wanaomngojea Bwana they will renew their strength. Watafanya upya nguvu zao, kama tai vile. Makla nekra nekala parabasa. Rose parabajila brutu sikra bala mandarabazira. Unaingia kwenye kwenye zile level ambazo inaitwa agelessness. Yani ile hali ya kutokuzeeka. Hali ya kutokuchoka. Makla krento koko le karababa. Umeactivate, yani umeamsha ule uungu. Hebu fanya masomo ya ziada kusoma mistari ifuatayo. Rakitili mandara zida. Tutakuwa tuna nafasi ya kuomba leo, kwa hiyo kaa tayari. Luka sura ya 24 mstari wa 49. Pata nafasi ya kusoma ile andiko Luka 24 mstari wa 49. Alafu soma pia Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 8. Ukiweza kusoma kwenye Amplified Bible Classic itakuwa nzuri sana. Tafsiri ya Biblia inaitwa AMPC. Hebu soma hapo Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 8. Lakini pia andiko lingine la mwisho ni Waefeso sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 16. Waefeso sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 16. Nataka tusome hapo
kabla tujaomba asubuhi ya leo. Grate pata laba kada basira. Ai, manglo digre balabada bazira. Oh, baligra bulusi pradija la manda rabasigiri bokura. Kama unaweza kunena kwa lugha wewe unatusikiliza, enda kwa lugha pale ulipo. Unaweza kufeel the power of God, unaweza kusikia nguvu ya Mungu katika namna tofauti sana asubuhi ya leo. Ridijili barabalamanda. Ruse prakija la pradiga zipla dura. Salabandire galabandura sapita la maji. Efeso 3:14 andiko linasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Pasti kitalabarabaya. Hai, emna kasome hiyo Efeso sura ya 3, anza mstari wa 14, nenda mpaka wa 21, Kwa leo nitaishia tu hapa mstari wa 16, lakini unaweza kaenda chini mpaka 21. Yaani kuna mistari unasoma, unatoka hapo kwanza una scream, unapata sauti mpaka unashangaa nini kimekukumba. Kwamba Paul anasema kwa sababu hiyo ukisoma kujua utaona kwa nini alikuwa anawaambia kwamba akisikia habari zao, namna ambavyo anahamasa na wao, kila wakati anawaombea. Kwamba haachi kupiga magoti yake mbele za Bwana, akiwaombea kwamba kwamba Baba Mungu awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu, strengthened with mighty. Yaani ndani ya mioyo yao waimarishwe, wawe imara, wawe thabiti, kwa kazi ya Roho Mtakatifu, yaani kupitia utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika utu wao wa ndani. Umeikuwa katika hali ambayo utu wako wa ndani umenyongonyea, umechoka, yaani unaona huwezi tena, huna nguvu tena ya kwenda. Unahitaji kuwa strengthened, unahitaji kuimarishwa, haya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio ile dynamic power ndio tunasema. Yaani unaimarishwa ndani kwa ile nguvu endelevu inaweza kuleta mabadiliko. Unaimarishwa ndani kwa dunamis. Manklen tekrabala borobasira. Hai, lubriga balabara bazira. Ukiwa strong namna hii ndani mtumishi, hawezi magonjwa hawezi kuwa na nafasi ndani yako mtumishi. Unyonge, ukala tamaa, haiwezekani. Rabiko lumara tilamara tosokoroba. Hakuna project ya kuwa mbele yako sasa mimi siwezi, mimi ni hivi, haiwezekani. Kwa sababu ndani ya moyo umeimarishwa. Kumbuka wewe ni roho, unayo nafsi, unaishi katika mwili. Kwa wewe halisi ni roho, kwa roho yako ikiimarishwa, ikiwa thabiti. Mastikala maromota zeporobodobodobozira. Giza balabandara basiri bukura. Ramazombre gibajala mangra. Teplo voroko seka la barabazira. Na tumshukuru Bwana asubuhi leo. Malingra dibodobozira. Kwa rehema zake na fadhili za kipekee. Kwa maneno ambayo umekuwa ukiyasikia, wale ambao umekuwa ukifuatilia mwezi mzima, ukisikiliza kipindi hichi, bala rabosike libukura. Asubuhi leo tumshukuru Bwana kwamba unatembea katika uhalisi wa maneno haya. Bala rabo sikidi bokura. Na huyu ambaye ni mara ya kwanza kusikia leo, lembre digajila maruto sikala mandada bazira, ungana nasi katika maombi haya kwamba udhihirisho wa kweli hii, malingre entala maramasiri mokolo barabande ribazili buruba, ni uhalisi wa maisha yako. Unatembea kwenye nuru huu, kwenye kweli hii, malika dabolo bozira. Kwamba umewezeshwa kwa kuvikwa uwezo wa kiungu, kwamba wewe si wa kawaida, wewe si wa hivi, wewe ni mwana wa Mungu, Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Rabasikele barabaze. Wewe ni balozi wa Kristo katika ulimwengu wako. Pala mangaraboto kolokozira. Neno la uzima, la uponyaji, la wokovu liko katika kinywa chako. Ribo jolo manda rabalabazira. Wewe ni jibu katika ulimwengu wako. Ranteke pala masente limanda rabazira. Na nuru yako inaangaza sana. Jeporo bala manda rabazira. Rimozo brodoji pela maramanda rabos ketala manto zepeje laman tete bala doze bala bajile borobo zeke de bala bala bazira. Grati la mangratika pose pala bala bazira. Wewe sio toka mbaya, hapana. Wewe ni mwana wa mfalme. Rabasige de bokoro bala bazira. Umeketishwa pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yeye aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Makletira masokolo bala bazira. Na kama Kristo alivyo sasa hivi ndivyo ulivyo katika ulimwengu huu. Malingra natela marota sakala basige de bakala bala bazira. Unayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu.
Hai, rapela musa. Parabala manda da bosa. Ketela manda da bazidi bugura. Rivojolo paramanda da bazida. Huu ndo uhalisi wako. Balengro da balabazida. Unatembea kwenye nuru hii, kwenye kweli hii. Haya, gribozolo paramangro debojele paramanda da basigiri bugura. Viumbe vyote vimekuwa vikisubiria kufunuliwa kwako, na huu ndo wakati wako wewe kufunuliwa, kuonekana, kudhihirisha utukufu wa Mungu. Wewe ndio mbebaji wa Kristo katika ulimwengu wako. Ruhusu ulimwengu muone Kristo katika macho yako, katika maneno yako, katika matendo yako. Wamsikie kutoka kwenye lips zako. Malengra dabalabarabazira. Maroto loko shikidi bukura. Midomo yako itamke fadhili zake, rehema zake. Maya kasiki balaba. Jempro doje li barabazira. Reko zolo banda dabazira. Aya. Na nuru yako iangaze sana sana sana. Aya, watu wote wayaone matendo yako mema, wamtukuze baba yako aliye mbinguni. Rabeka supotojola peramanta la kasika jetele mandara bazidi bugura. Asubuhi ya leo inawezekana umetusikiliza lakini hujazaliwa mara ya pili. Hivi vitu haizi kwa kwako mtumishi kama hujazaliwa mara ya pili. Hii sio dini mtumishi. Huu ni uhalisi wa Mungu katika maisha ya wanadamu. Kwa hiyo ambaye unatusikiliza hujazaliwa mara ya pili, fanya sala hiyo wakati sala ya wokovu. Amini kutoka ndani ya moyo wako, nakiri maneno haya, fuatisha kile ambacho nakwambia useme sasa hivi. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Marato koloko seka baba. Je predolo mondo robanda la basiri bukura. Na maombi haya ni kwa ajili yako wewe ambaye asubuhi ya leo umempokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa wale wote ambao asubuhi ya leo wamemwamini Kristo kwa mioyo yao na kukiri kwa kinywa chao kwamba yeye ni Bwana wa maisha yao. Na wabariki kwa neno lako Bwana, wabariki kwa roho wako. Wamelindwa na kuhifadhiwa dhidi ya kila hila za yule muovu katika jina la Yesu Kristo. Yule muovu hana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Hawa ni viumbe vipya. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Asante Bwana, maana unaimarisha na kuwatia nguvu kila mahali ambapo hapo Bwana. La prakiti limorokos kiparabala mandara bazidi bugura. Na asubuhi leo Bwana kushukuru kwa kila aliyetusikiliza. Rateka la posota lijatela maratora ribeze vatoje le praton katelenkratolo barabazira. Asante kwa nguvu yako Bwana. Asante kwa ushindi na utukufu na ubora. Asante kwa udhihirisho wa nguvu yako katika maisha yao hata pale walipo, hata wanapoendelea kutusikiliza Bwana. Rimo zompo longro netala barabaziri bukura. Repo solo manda barabazira. Asante kwa kuwajaza na roho wako Bwana. Wale wote ambao asubuhi leo wana hamasa, wana shauku ya kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Rapatele mondo robo zidi buruba. Pokea Roho Mtakatifu pale ambapo wewe ambaye unamhitaji. Lara masigiri bukura asubuhi leo. Nguvu iko mahali hapa kukuletea ushindi, utukufu na ubora. Oh, haleluya. Mungu akubariki sana kwa kushiriki na kuwa sehemu ya siku ya leo. Na unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736 000 999, 0736 000 999. Na wewe ambaye unatusikiliza, kama unaendelea bado kunena kwa lugha, nena kwa lugha mpaka ile hamasa na ile shauku ipoe ndani, wala usikome wala usiache. Mungu akubariki sana, siku yako iwe njema, iwe ushindi.